Bwana, kama kuna kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu, kama kuna kitu ambacho kinataka kuwaua wabongo, ni hiki hapa ambacho mimi nakwenda kukusogezea kwa sasa, kwa sababu ni mchongo ambao umeweza kunikaa rohoni. Ni mchongo ambao najua kabisa nikikuchana au utashangaa vya kutosha. Kitu cha kwanza kabisa ni kuhusu Harmonize pamoja na Kajala. Tunajua kabisa katika usiku wa jana, usiku wa Mara, ambapo ilikuwa ni kama party fulani hivi ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya mtoto Mara, ambao ni mtoto wa Mario pamoja na mwanadada Paula wa Kajala. Sasa katika ile sherehe bwana, kuna michongo kibao ambayo imeweza kutokea. Sasa mimi nataka nikuchana ile michongo, na kama unataka kujua, stay tuned, tulia hapo ulipo, mimi nakuchana mchongo mzima ulivyokuwa. Katika tukio la kwanza kabisa ambalo liliweza kuchanganya watu, kwanza ni mchongo wa Kajala pamoja na Harmonize. Tunajua kabisa kwamba hawa ni maex, yani ni watu ambao walishawahi kudate kipindi cha nyuma sana, lakini kwa sasa ilikuwa inaonekana fulani hivi kwamba hawapo katika mahusiano. Lakini katika usiku wa jana bwana, kuna kitu kizito kabisa kimeweza kutokea. Harmonize aliweza kutangaza wazi kabisa hadharani akisema kwamba katika ngoma nyingi sana za hisia, zile ngoma za mapenzi, ngoma ambazo zimepoa fresh kabisa, ambazo ukisikiliza unajua kabisa hapa Harmonize ameweza kuandika vizuri kabisa. Sasa alikuja kufunguka kwamba zile ngoma zote ni ngoma ambazo Kajala ana nafasi kubwa sana katika kutoka kwa ngoma zile. Sasa hapa ni kitu gani ambacho Harmonize alikilenga? Inaonekana kwamba mwanadada Kajala ameweza kumkaa sana Harmonize, na tunakumbuka kwamba swala la kumove on kwa Harmonize kupitia penzi ambalo alikuwepo na Kajala lilikuwa ni gumu sana. Tunajua kwamba Harmonize ni mtu ambaye alikuwa akimkubali ama akimpenda Kajala tangu kipindi ambacho yeye alikuwa mdogo sana, katika vibanda umiza nini, akicheki zile movie ambazo Kajala alikuwa akicheza na kina Kanumba, alikuwa akimvutia sana. So katika kipindi ambacho amekuja kuwa star, ni moja katika watu ambao walitamani sana kuwa katika mahusiano na mwanadada Kajala. So alikuja kuipata nafasi, lakini kutokana na michongo fulani hivi ya kupanda shuka na vitu vingine kama zile pale, zilikuja kusababisha hili penzi bwana kuvunjika. Sasa katika siku ya jana bwana, Harmonize ameweza kuweka wazi kabisa kwamba penzi la kwake yeye pamoja na mwanadada Kajala linataka kuja kwa spidi kubwa sana, linataka kutake over na kuwa miongoni mwa kapo ambazo zinatikisa sana bongo. Yaani kiufupi ni kwamba usiku wa Mara umeweza kuibua mambo mazito, mambo makubwa sana, kutoka kwa Mara mpaka kwa bibi yake na Mara. Let's go tukaone ni kitu gani kikubwa zaidi ambacho kiliweza kufata baada ya huu mchongo kutokea. Cha kwanza kabisa, huu mchongo ulikuja kuingiliwa na Mwijaku, moja katika watu ambao hakuna jambo ambalo linampita. Najua kabisa kwamba kwenye mchongo wa Harmonize ni lazima Mwijaku atakuja kuweka fulani hivi maoni yake. Sasa Mwijaku alikuja kufunguka kupitia page yake Instagram akisema ya kwamba mwanaume, kama una nia dhati kuwa na economic freedom in the tough economy, basi inatakiwa uepukane na wale wanawake aina ya baby nina njaa, ni bebee pizza au chips, kuku, usisahau kuweka mayonnaise, baby simu ya iPhone 16 imetoka, naomba uninunulie. Achana na huo ujuha, badala yake pata mwanamke aina ya Kajala Frida ambaye atakuuliza, baby umekula au unataka nikupikie chakula gani leo, au baby ni nini future yako, naona hujaweka vizuri vipaumbele vyako. Spidi ya mwanaume kuwa na maendeleo na hatimaye kushinda uhuru wa kiuchumi inategemeana na aina ya mwanamke ambaye unaye. Mwanamke bora ni uwekezaji wenye faida kubwa sana, na mwanamke asiyejua nafasi yake ni mzigo na liability kubwa sana. Na pale upatapo maendeleo usiwe mbahili, usisahau kumspoil mwanamke aliyekuwa nyuma ya mafanikio yako. That's smart dating and how we smart people do. Na hii hapa ni peji ambayo alikuja kufunguka Mwijaku akionyesha kwamba ana support sana kitu ambacho Harmonize ameweza kukifanya katika usiku wa Mara, katika usiku wa jana. Tunajua kwamba Mwijaku ni mtu ambaye anatoa comment nyingi sana kwa Harmonize, na katika hili bwana aliweza kutoa comment ambayo ni positive sana. Aliweza kumsifia Kajala Frida kwamba ni moja katika wanawake ambaye maswali yake anakuuliza, baby umekula nini, vipi kuhusu ndoto zako, vipi kuhusu vipaumbele na vitu vingine kama hizo hapo. Lakini pia Mwijaku alikuja kufunguka kwamba ukae mbali sana na wale wanawake ambao wanakuuliza maswala ya pizza, maswala ya chips, kuku hujaweka mayonnaise na vitu vingine kama hizo hapo. Sasa mimi nataka uniambie hapo kwenye uwanja wa comment, at that time ambao Harmonize anarudiana na Kajala,
Unahisi mwanadada Abigail Chams yuko wapi, anafanya nini na ana mpango gani kwa sasa? Kwa sababu ni moja katika wadada ambao alitrendi nao kipindi cha hapa katikati kuonesha kwamba ana mahusiano naye mazito kabisa, hata wakahusika katika ngoma ya Me Too, ngoma ambayo alikuja kuweka background, ngoma fulani hivi na vitu vingine kama hizo hapo. Sasa mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, inawezekanaje Harmonize kumchukua Kajala at that time? Abigail Chams yuko wapi? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.